Tunasalia kwenye siku ya wanawake duniani na siku ya leo tuko na msanii kutoka Arusha ambaye kwa siku ya leo ameperform kama mwanamke kutoka jijini Arusha ambaye anafanya vizuri sana kwenye muziki. Mambo poa. Niambie. Fresh. Unajisikiaje siku ya leo? Kwa kweli ikiwa ni siku yetu ya wanawake nasikia burudani sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo. Lakini pia namshukuru Rais wetu Dr. Samia akiwa ni mwanamke wa kwanza kabisa Tanzania kushika ngazi ya mwisho ya uongozi. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, we are very blessed kwa Arusha kumpata leo yeye kama mgeni rasmi katika shughuli hii nzima ya kusherehekea siku ya wanawake duniani. Lakini pia niwapongeze wanawake wote na binadamu yeyote aliyezaliwa na mwanamke. Much love and respect kwa madaktari, kwa wanajeshi, kwa walimu, kwa wanamuziki, kwa mama ntilie, yani wale wamama wote wanaofanya kazi zile ambazo kuna wengine wanaweza tarajia kama mwanamke anaweza kuzifanya. Much love and respect kwa mama zetu, kwa bibi zetu, kwa ndugu zetu. Kwa hiyo ni siku yetu. Happy Women's Day. Okay, tumeona mapokezi yako ni makubwa sana kuanzia wakati unaingia. Watu wa Arusha wanakupenda sana. Na siku ya leo ulipopanda pale wenyewe walifurahia. Sasa hebu tuambie, Arusha ni mara ya kwanza kupokea jambo kubwa kama hili katika siku ya wanawake. Tumezoea kuna events ndogo tu za kawaida. Wewe unazungumzia kuna tofauti gani kati ya events zilizopo na hii events kubwa iliyopo hii ya leo ambayo imefanyika, na unahisi kuna kitu gani cha kuongeza au kuna kitu gani cha kupunguza? Kwanza kabisa ni pongeze kamati iliyofanya hii kazi, lakini pia tumpongeze mkuu wetu wa mkoa kwa ajili ya kuhamasisha kwamba mama atakuwepo siku ya leo, lakini kutuletea zile siku 7 za kuenjoy tukiwa jijini Arusha, lakini pia kuwaletea wananchi wa Arusha kusikilizwa kwa ajili ya wenye matatizo ya kimirathi, ya kibiashara, ya kurushwa, kwa zile siku zote ambazo tulikuwa tukisubiri kuelekea kwenye kilele cha siku ya wanawake duniani. Lakini pia nipongeze wanawake waliojitokeza, waliovaa uniform zile sare za kitenge ya mama, watu wamejitokeza na style tofauti tofauti. Lakini pia nipongeze wanawake waliojitolea kuendesha hii shughuli nzima. Lakini hiyo ni kwenye kupongeza vitu vilivyofanyika, kwa sababu pia ni event kubwa sana ya kusherehekea siku ya mwanamke duniani ambayo imefanyika Arusha. Kuna vya kuongeza kama ukizingatia Arusha ni jiji la kitalii, ni jiji lenye mambo mengi, lenye mabiashara mingi, lakini pia lenye vipaji vingi. Kwa wakati mwingine inabidi tuongeze juhudi katika kumuonyesha mama vitu gani tunavyo, vitu gani tunaweza kufanya ambavyo au vitu gani vinafanyika Arusha na wanawake. Wapewe wanawake nafasi ya kumwambia mama vitu gani wamefanya. Watu wapewe nafasi ya kumuelezea mama tunanufaika vipi na yeye kuwa kwenye uongozi. Wanawake wapewe nafasi wajielezee, waseme wanapata changamoto gani katika maisha yao ya uongozi, kwa sababu pia kuwa kiongozi mwanamke katika nchi ya Tanzania pia si kazi ndogo. Iwe ni kiongozi, iwe ni daktari, iwe ni mwalimu, iwe ni nini, yani kuna mambo kibao huko ndani. Kuna watu hawakuamini kwa sababu ni wa kike, wanaweza kukuchukulia poa. Kuna vile vitu ambavyo siku ya wanawake tulitamani tuvisikie wanawake wakiviongea mbele ya rais, kwa ajili ya kuelezea rais wetu ametuinspire pia watu wengi waelezee, sio tu wale watu ambao tumewazoea kwenye cabinet ya viongozi wa bunge, mawaziri, manini na nini. Kuna watu ambao ni wajasiriamali, wafanyabiashara wakubwa wanawake. Kuna watu ambao wanafanya issue nyingi sana katika jamii kama NGOs wanazisimamia. Kuna vitu vingi ambavyo tunapenda kuvisema kama wanawake, au changamoto wanazozipitia wanawake katika maisha yao ya kila siku, kwa sababu ni siku ya wanawake. Next time kuliko tufanye vitu vingi sana ambavyo unakuta labda vinaendelea kuchukua muda mwingi, kwa sababu mama hawezi kukaa muda mrefu, tukiminimize alafu mama akasikiliza vitu vya wanawake, ile inaleta hamasa kubwa sana na tunasikilizana. Lakini pia kwenye upande wa entertainment, ni siku ya wanawake duniani. Tuko mkoa wa Arusha. Arusha ni mji ambao unajitegemea, una kila kitu. Kuna media nyingi kubwa zinasikilizwa, lakini pia na waandishi wa habari wakubwa. Ina wasanii. Tutamani pia leo mama wajue uwepo wa Wadudu, kwa sababu ni watu walikuwa wanamsupport since day one, wanampenda mama, wanapenda viongozi wengine. Lakini pia ni moja ya nembo ambayo pia kwa Arusha
mama angeendelea kuenjoy zaidi kuliko tulivyokuwa wachache leo kwenye upande wa entertainment, kwa upande wa wasanii. Na nikiongelea kwa upande wa wasanii, kwa sababu mimi ni katibu wa wasanii pia mkoa wa Arusha, opportunities zikija kama hizi, especially vitu vinavyofanyika katika mkoa wetu wa Arusha, tunaomba serikali concern kwamba sisi ni wasanii wakubwa, tunafanya vizuri, tuna support mama, tuna support movement zingine zinazoendelea kwenye serikali. Jambo linavyokuja nchini kwetu Arusha, tuwe concern na pia watu wapewe nafasi, wasanii wenzangu wapewe nafasi waweze kuperform. Kuna wasanii kibao sana wameimba nyimbo za mama nzuri sana waweze kutumbuiza na waweze kupewa nafasi. Lakini pia kingine uhamasishaji ule ambao tunaufanya street, ni vizuri pia mama akituona live, kwa sababu ni siku yetu na amekuja mkoa wetu. Kwa hiyo tunatamani next time inapokuja sherehe inafanyika mkoa wa Arusha ambao unaleta viongozi wakubwa, na sisi pia wasanii wa Arusha tupo, waandishi wa habari wa Arusha wapo, kuna watu kibao ambao wana support media na kusababisha watu wanaelewa kitu gani kinachoendelea nchini Arusha hapa. Ni vizuri sana wakiwa concern. Kuna wafanyabiashara wakubwa sana Arusha na vipaji vingi sana Arusha. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tungetamani next time vio concern katika kuandaa hizi event kubwa ili kuongeza hamasa na amsha media zichafuke. Yani watu wamechafuka, yani kuna watu wanatamani sana. Kuna saa mimi nilikuwa nakimbia pale kwenye maandamano, nitamani nijitoe hata ufahamu, nikimbia pale nishike hata ule ushindi wa Mama Samia. My dreams come true. Lakini nikiangalia hivi naona Mungu wangu, basi elewi, nashindwa kuelewa. Hapa nimembeba Kenya ni watu haruhusiwi kwenda huko kwenye maandamano ya wanawake, lakini nikampenyeza huko. I'm like mama, we are here. Lakini nilikuwa nafanya yote kwa kurepresent wasanii wa upande wa kaskazini, na nashukuru pia kwa opportunity ambayo nilipata kutoka kwa halmashauri ya jiji la Arusha, lakini pia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha pamoja na utamaduni wa Arusha. Lakini napenda kwa wakati mwingine tuongeze wasanii pia wa ndani ili tuendelee kupeleka ili gurudumu mbali zaidi. Leo kumefanyika maonyesho mbalimbali kwa wanawake. Ni maonyesho gani ambayo yamekuvutia kama mwanamke ambao kasema yes, yeye kuona, lakini leo hii ni komesha? Kwa sababu wanawake wengi walikuwa pale wana vipaji, na ni vitu ambavyo watu wengi hawajazoea, especially kwa sisi wa Tanzania ama wa Afrika kwa ujumla. Kuna ile hujazoea kumuona mama analisokota libulldozer. Mimi ni mzee wa kuendesha manual, naendesha Land Rover 109, naendesha magari yote magumu, naendesha pikipiki. Yani napenda. Lakini kuna watu wakikutana na mimi barabarani wanashangaa ile like inakuaje huyu mtoto wa kike anaendesha pikipiki, inakuaje huyu mtoto wa kike anaendesha manual car na nini hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vimefanyika vizuri kama hivyo, lakini pia wanajeshi wamefanya vizuri. Lakini pia kingine kilichonifurahisha ni kumsimamisha mama muda wote ule maandamano yakipita. Yani ameonyesha kweli mama uko chunga. Hapa tunapita. Ni hapa tu mama leo. Ni humu tu. Lakini ni sehemu ya mazoezi ya rais wetu, tunampa shout maana ameonyesha pia ukakamavu mkubwa, na pole sana kwa majukumu mengi ambayo umekuwa ukiyafanya, na Mungu akufanyie wepesi. Ndio maana kwenye nyimbo yetu tumesema Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Mama Samia. Tunamuombea dua sisi wa Tanzania. Mama anaupiga mwingi sana, na naendelea kusema kuwa kiongozi katika hii nchi ya Tanzania, ukiwa kiongozi wa kike sio kitu kidogo. Hata sisi kwenye tasnia yetu ya muziki kuna changamoto unapitia kwa sababu ni wa kike tu. Kuna watu hawakuamini, kuna watu wanaweza kukuchukulia poa kwenye biashara, kuna mtu anaweza akakuona tuwe hivyo, yani kwa sababu tuwe ni wa kike. Mimi nimeanza kuajiri watu kwenye umri mdogo, nakumbuka nikifika ofisini ndio waajiri wote ni wakubwa, kwa sababu ni wa kike, sina bezi, siwezi kutoa sauti sana. Kuna sawa ananichukulia poa, namwambia mtu kitu tunamfundisha, wewe vipi? Bosi amesema bosi anasahau hivyo. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo vinatokea, lakini niwakumbushe tu ndugu zangu, wanawake ni watu walioumbwa na IQ kubwa sana. Lakini pia ukiwa kama kijana mwanaume, mpende sana mama yako, lakini penda sana mtu anayeitwa mwanamke. Wapendeni wanawake, wathaminini ili waweze kuwaheshimu. Mwanamke, Mwenyezi Mungu alivyosema mwanamke
kaeni naye kwa akili, sio kwa sababu eti sisi ni not by nature. Nasema kaeni nao kwa akili because they can do anything. Na kama uamini ukiwa kama wa kiume, lete mtu duniani au beba mimba hata miezi 3 tu. Hiyo ni mambo ya jobless. Kwa hiyo respect woman, na sisi tunawapenda kweli wanaume, na natamani ikiwezekana kuwe na siku ya wanaume duniani. Mimi nitakuwa kipaumbele hapo na washangilia majuba au ya Mwalimu Nyerere, kina JK, kina Magufuli, kina Makonda, kina mawadudu mambo ya it's very nice thing. Wakakaa sikio wakafanywa massage, wakavutwa vidole vya miguu. Haya siku ya wanawake ya wanaume duniani, japokuwa siku zote ni kama nizapao duniani, maana sisi imekuwa moja. Kwa hiyo much love and respect to everyone. Welcome to A-Town ACR Chuga. Okay, Dipa amemaliza yote kuzungumzia kuhusiana na wanawake, ameona vipaji, amezungumzia mambo mengi sana. Sisi hatuna la zaidi. Mimi jina langu naitwa Mwanaisha Suleiman. Naitwa Dada Masawi. Labda utukumbushe unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii na wasikilizaji pia? Katika mitandao ya kijamii unanipata mimi kwenye Instagram Diparato, lakini pia unanipata kwenye YouTube ili uweze kucheki muziki yangu. Unanipata kama Diparato pia, lakini kwenye Facebook fan page unanipata kama Diparato. Lakini ukija sasa kwenye ile mitikasi ya kidudu ya not by nature, ya kizingua udanja, turuju ya ngeu, hiyo yote unanipata kwenye TikTok kule. Na burudisha na furahisha, niko na wanangu wa kizazi OG. Much shout out and respect kwa Ratonation, lakini pia much love and respect kwa wale wana wote wanaokujaga kupull up kwenye open mic ya every Sunday at Django Virgin. Much love and respect. Big shout out to Metisha Movement, Ratonation, Django Virgin, and you, my new fans. Welcome to Ratonation. Tano tena.